السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. tuendelea na kitabu 200 السؤال والجواب في العقيدة شاء الشيخ العلامة الحافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. na leo tunaingia katika suali الثالث, suali la tatu. سين سؤال: ما معنى العبد؟ سؤال نيني معنى ينين عبد. مزويا اسكي عبد، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد الله. فما معنى العبد؟ معنى ينين عبد نيني. Hilo ndo swali namba 3 katika kitabu hichi au katika risala hii. Jim jawab: al-abdu, neno abdu, in urida bihi al-mu'abbad, ikiwa itakusudiwa abdi kwa maana ya mu'abbad, yani mudhallali, aliyedhalilika. العبد إن أريد به المعبد، نينو عبد ikikusudiwa neno muabbad. Neno muabbad maana yake nini? Almudhallali, almusakhari, aliyedhalilishwa, aliyetiishwa. Fahuwa bihadha almaana, itakuwa kwa maana hii, shamilun lijamii almakhluqat, itaenea kwa viumbe wote, min alawalimi aluluwiyati wassufliya, kwa walimwengu wa juu na walimwengu wa chini, kwa walimwengu wa juu na walimwengu wa chini. Min aqilin wa ghairihi, lakini pia neno hili litakwenda kwa mwenye akili na mwingine asiyekuwa na akili, wote watakuwa wanaingia katika neno abdun au ibad. Katika jamu ni ibad, waja, watumwa wa Allah jalla wa ala. Al-abdu in urida bihi al-mu'abbad, neno abd likikusudiwa neno abdi kwa maana ya muabbadi, ay al-mudhallal, aliyedhalilishwa, al-musakhkhar, aliyetiishwa. Fahuwa bihadha almaana, itakuwa kwa maana hii, shamilun lijamii almakhluqat, lenye kuenea kwa viumbe wote, min alawalimi aluluwiyati wassufliya, kwa walimwengu wa juu na wa chini. Malaika wanaingia katika hii alibad, na viumbe wa chini pia, wanyama, binadamu, majini na wengineo. Min aqilin wa ghairihi, kwa viumbe wenye akili na wengineo. Kwa maana viumbe wenye akili binadamu na majini, wasiokuwa na akili ni wanyama na vidudu na kadhalika. Neno abdu linakwenda kwao, kama litakuja katika maana ya muabbadi, mudhallali, musakhkhar. Kwa sababu neno ibadatu maana yake at-tadhallul. Ndio maana Waarabu wana maneno yao, wanasema at-tariqu muabbad, njia iliyodhalilishwa, kwa maana njia iliyoiva, njia iliyoondokana na majani ikawa
njia safi kabisa, kwa sababu watu wanapita sana au wanyama wanapita sana au magari yanapita sana. Nasema at-tariqu mu'abbad, njia iliyodhalilika, kwa maana njia iliyokuwa haina majani wala miti wala nini, kwa sababu likathrati al-murur, kwa kukithirika kupita, kwa kukithiri kupita watu sana. Kwa hiyo hapo tunapata maana ya neno ya jumla ya neno abdun. Anaendelea kusema Sheikh rahimahullah, wa ratbin wa yabisin, si mwenye akili na mwingine, la, na maji na mkavu. Kiumbe ambaye ni mkavu awe mwenye akili au ana akili, amini ratbin, kiumbe mwenye maji, au yabisin, wote wataingia katika neno abd, au kiumbe mkavu. Wa mutaharrikin wa sakinin, lakini vile vile ataingia kiumbe mwenye kutikisika na aliyetulia kama jiwe, na lenyewe litaingia katika abdun, au mti au jabali na kadhalika. Itaenea neno abdu kwa wenye akili na wengineo, min aqilin wa ghairihi, kwa wenye akili na wasiokuwa na akili, wa ratibin wa yabisin, na kiumbe ambacho kina maji na kiumbe kikavu, wa mutaharrikin wa sakinin, na kiumbe chenye kutikisika na kucheza na kilichotulizana, kiumbe kilichotulizana hakitikisiki, kwa sababu hakina hayatu harakia. Maana uhai kwa aina mbili, kuna hayatun an-namwi na hayatun haraka, uhai wa kustawi. Kama vile mtoto anapokuwa tumboni kuanzia siku ya kwanza mpaka kupulizwa kwa roho, anakuwa na hayatun namwi, uhai wa kustawi. Kama mti, mmea unastawi, nasema mmea huu haujafa, sio kwamba ukifa utakuwa umetokwa na roho, la, bali ukifa utakauka na kuharibika. Lakini ukiwa hai tunasema unastawi, kwa sababu una uhai ambao unaitwa hayatun an-namwi, uhai wa kustawi. Alafu kuna hayatun harakia, uhai wa kutikisika. Uhai huu mara nyingi wanaumiliki au wamemilikishwa na Allah jalla wa ala viumbe wenye roho. Viumbe wenye roho wanatikisika, na viumbe vingine visiokuwa na roho vinatikiswa na upepo na kadhalika. Au Allah jalla wa ala anaviamuru, kama vile jua litoke sehemu kwenda sehemu, upepo utoke sehemu kwenda sehemu, bahari, maji ya bahari au maji ya mto yatoke mahali kwenda mahali, pamoja na kwamba yanaonekana viumbe hivi vina uhai kwa sababu ya kutikisika kwake, lakini uhai wake ni hayatun haraka au hayatun harakia, uhai wa kutikisika. Lakini anakusudiwa hasa kiumbe mwenye roho ndio hayatun harakia. Wa dhahirin wa makinin, na kiumbe aliyewazi na kiumbe aliyefichikana, wote wanaingia katika neno abdun. Wa dhahirin wa makinin, na kiumbe aliyewazi na kiumbe aliyefichikana, wote wanaingia katika neno abdun. Wa mu'minin wa kafirin, na mu'min na kafir wote wanaingia katika neno abdun. Wa mu'minin wa kafirin, na mu'min na kafir wote wanaingia katika uhai huu. Wa barrin wa fajir, na mtu mwema na mtu muovu wote wanaingia katika neno abdun. Wa barrin wa fajirin, na kiumbe au mwanadamu mwema na mwanadamu asi muovu wote wanaingia katika neno abdun. Anasema wa ghairi dhalika, na wasiokuwa hao. Wa ghairi dhalik, na wasiokuwa hao. Al-kullu makhluqin lillahi azza wa jalla, wote ni viumbe vya Allah azza wa jalla, marbubun lahu, ni wenye kulelewa na yeye, amewaumba, anawamiliki,
anawaendesha, anawaruzuku, anawasimamia uhai wao baada ya kuuweka, na kisha ataondoa uhai wao, anawapa afya na kuwatia maradhi, anawafanya wawe na nguvu na kudhoofika, anawapa furaha na kuwafanya wawe na huzuni, anawafanya wacheke na kisha wanalia. Al-kullu, viumbe wote, makhluqun lillahi azza wa jal, viumbe vya Allah walioumbwa na Allah azza wa jal, marbubun lahu, ni vile viumbe anavyovilea, ni vile anavyovilea, musakharun bitaskhirihi, ni vyenye kutiishwa kwa utiisho wake, kwa maana amevidhalilisha kwa udhalilisho wake. Musakharun ni vyenye kudhalilishwa, bitaskhirihi, kwa udhalilisho wake. Mudabbarun bitadbirihi, ni vyenye kuendeshwa kwa uendeshaji wake. Mudabbarun bitadbirihi, ni mwenye kuviendesha, vyenye kuendeshwa kwa uendeshaji wake. Walikulli minha, na vyote katika hivyo, rasmun, vina mstari, vina mpaka, yaqifu alayhi, vinasimama katika mstari huo, wa haddun, na mpaka au ukomo, yantahi ilayhi, vinamalizikia. Vyote haviwezi kwenda ilipokuwa pale ambapo Allah jalla wa ala amesema hapa ndio mwisho, hapa ndio mwisho wa kiumbe hiki, katika kwenda, katika kufika, katika katika haraka zake. Anasema walikulli, na kila minha, kila kiumbe katika hivyo, rasmun, kina mstari, yaqifu alayhi, kinasimama katika mstari huu, wa haddun yantahi ilayhi, na mpaka unaumalizikia hicho kiumbe. Wa kullun yajri li ajalin musamma, na vyote, kila kiumbe kinakwenda kwa muda uliopangwa. Wa kullun yajri, vyote vinapita, vinatembea, li ajalin musamma, kwa muda uliowekwa. La yatajawazuhu mithqala dharra, haviwezi kuvuka muda wake mfano wa dharra. La yatajawazuhu mithqala dharratin, haviwezi kuvuka mpaka wake. Mwanadamu akiambiwa afe, atakufa muda Allah jalla wa ala aliyoupanga, hawezi kuzidisha hata nukta moja, hawezi. La yatajawazu, hawezi kuvuka mithqala dharra, mfano wa dharra hawezi kuvuka. Dhalika taqdiru al-aziz al-alim, hayo ni makadirio ya yule aliyemshindi mwenye nguvu, aliyemjuzi, Allah jalla jalaluhu. Dhalika taqdiru al-aziz al-alim, hayo ni makadirio ya yule aliyemshindi mwenye nguvu, aliyemjuzi, Allah subhanahu wa ta'ala. Watadbiru al-adil al-hakim, au uendeshaji wa yule aliyemwadilifu mwenye hikma. Watadbir al-adil al-hakim, na uendeshaji wa yule mwadilifu mwenye hikma, Allah jalla wa ala. Wa in urida bihi, ikiwa neno abdun litakusudiwa, al-abidu, mwenye kuabudu, tofauti ya muabbad na abidu. Neno abdun linaweza likawa lina maana ya neno muabbad, ay mudhallal, au linaweza likawa na maana ya abidun, mwenye kuabudu. Almuhibbu, mwenye kupenda. Almutadhallilu, aliyedhalilika. Khassa dhalika bilmu'minin, neno hili litahusika pekee kwa waumini, ikiwa linakwenda katika maana hiyo. Wa in urida bihi al-abid, ikiwa neno abdun litakusudiwa katika abid, kwamba ni mwenye kuabudu. Almuhibbu,
mwenye kumpenda Allah jalla jalalu, almutadhallilu, mwenye kudhalilika, khassa dhalika bilmu'minin, basi maana hiyo itahusika kwa waumini peke yao, alladhina hum ibaduhu almukramun, ambao ni waja wake waliokirimiwa na Allah jalla wa ala. Akramahumullahu bi hidayatihim, Allah mwakirimu kwa kuongoza na akawajalia iman, akawajalia ikhlasi na tauhidi na mahabba. Kwa hiyo neno abdun ikiwa lina maana ya abidi, mwenye kuabudu, almuhibbu almutadhallilu, mwenye kupenda, mwenye kudhalilika, khassa dhalika bilmu'minin, neno hilo litahusika peke yake kwa waumini, alladhina hum ibaduhu almukramun, waumini ambao ni waja wake wale ukirimiwa, wa awliyauhu almuttaqun, na mawali wake wenye kumcha yeye, alladhina la khawfa alaihim, ambao hawana hofu juu yao, wala hum yahzanun, na wala wao hawatahuzunika. Ikiwa neno abdun litakwenda katika maana ya abid, ambalo itakuwa na maana almuhibbu almutadhallilu, mwenye kupenda, mwenye kudhalilika, khassa dhalika bilmu'minin, neno hilo litahusika pekee kwa waumini, alladhina hum ibaduhu almukramun, ambao ni waja wake waliokirimiwa, wa awliyauhu almuttaqun, na mawali wake wenye kumcha yeye Allah jalla jalaluhu, alladhina la khawfun alaihim wala hum yahzanun, waja ambao hawana hofu juu yao na wala hawatahuzunika. Wazi eh? Tunaelewana vizuri? Tayeb. Sini swali, ma hiya alibada? Ibada ni nini? Muislam anafanya ibada, kumuuliza ibada ni nini, hana jibu. Basi hata unachokifanya pia hutaki kujua maana ya hicho unachokifanya ni kitu gani. Ma hiya alibada? Ni nini ibada? Jim jawab, alibadatun hiya ismun jami'un, ibada ni jina lenye kukusanya likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, kwa kila analolipenda Allah jalla wa ala na kuliridhia, min alaqwali wal a'mal, katika matendo, katika kauli na matendo, adh-dhahirati wal batina, ya waziwazi matendo hayo na kauli hizo na za ndani ndani, wal bara'ati mimma yunafi dhalika wa yudadduh, na kujiepusha na yale yanayopingamana na hiyo ibada na yanayokwenda kinyume. Jim jawab, al-ibadatu hiya ismun jami', ibada maana yake ni jina lililokusanya likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, kwa kila anachokipenda Allah na kukiridhia, min al-aqwal wal a'mal, katika kauli na matendo, adh-dhahiratu wal batina, matendo na kauli za wazi wazi na matendo na kauli za ndani ndani, wal bara'atu, na kujiepusha, mimma yunafi dhalika wa yudadduh, kwa yale ambayo yanapingamana na hiyo ibada na yanayokwenda kinyume. Hiyo ndio maana ya ibada kwa ufupi. Muislamu anatakiwa kuyafahamu haya ili aweze kujua anachokifanya, na adumu akifanya jambo hali ya kuwa analifahamu upana wake, undani wake, ili apate faida zaidi na alifanye jambo lile kwa uzuri zaidi, kwa sababu mtu anapofahamu jambo ulifanya kwa ufanisi zaidi, na asipolifahamu atakuwa akibabaisha tu. Itakuwaje Muislamu anababaisha katika jambo analolipenda Mola wake
jambo ambalo ndio sababu ya kuumbwa kwake. Hii ni kinyume kabisa na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale utaishia hapa, kama kutakuwa na swali basi karibisha swali. Inshallah.